Kwa nini ni muhimu kukuza kazi za sanaa? Katika nchi za Afrika ambazo zimeweza kuthamini wasanii na kazi zao, zinaona sekta hii ikichangia hadi 12% ya bajeti kuu ya taifa, hasa katika nchi kama Nigeria, Tanzania na Afrika Kusini. Katika mikoa mingi ya Burundi, idadi ya watu wanaojihusisha na muziki kama njia mojawapo ya burudani inaendelea kuongezeka kila kukicha. Hata hivyo, ni wachache wanaotambua kuwa muziki ni taaluma kama nyinginezo. Wengi wa Warundi hawasiti kuwachukulia wasanii hao maarufu kama wahuni, watapeli, watu wa ovyo na kadhalika. Mtazamo huu unawakatisha tamaa wasanii wengi na baadhi yao huamua kuacha kabisa kazi hiyo. Katika session hii ya 6 ya Nakukama, yani nasaha za kufanikiwa katika maisha, nitakufafanulia faida kuu 8 za kukuza kazi za kisanaa. Kabla ya kuingia kwa kina, hakikisha kwamba umeshajiunga nasi kwenye channel hii ili usije ukapitwa na chochote kitakachopitia hapa, kwani hata kile unachokaribia kusikia sasa hivi ambacho pia kitakuwa kinapitia hapa mara kadha wa kadha ni kitu muhimu sana hata katika maisha yako na katika kufanikiwa katika maisha yako. Twende basi. Kukuza kazi za sanaa iwe kwa kiwango cha kimataifa au cha kitaifa, kuna manufaa mengi yanayochangia utajiri wa kitamaduni, kijamii na kiuchumi nchini. Hizi zifuatazo ni baadhi ya faida kuu za kukuza kazi za sanaa. Faida ya kwanza ni uhifadhi na kukuza utamaduni. Kukuza kazi za sanaa kunasaidia kuhifadhi na kuonyesha urithi wa kitamaduni wa nchi. Hii inajumuisha desturi, mila na aina za kujieleza ambazo ni za kipekee kwa kila jamii au taifa. Mfano, muziki wa asili, ngoma, ufinyanzi au uchoraji vinasaidia kudumisha na kuhamasisha shughuli za kitamaduni na kuzihamishia kwa vizazi vijavyo. Faida ya pili ni kujenga utambulisho wa kitaifa. Kazi za sanaa zinachangia kujenga utambulisho wa kitaifa na kuleta hisia ya furaha kwa raia. Zinawasaidia wananchi wa nchi fulani kutambua na kujivunia katika thamani za kitamaduni za pamoja. Mfano, filamu, vitabu au nyimbo zinazohusu historia au mapambano ya kitaifa zinaweza kuimarisha uzalendo na umoja wa kitaifa. Sijui kama hapa umeshanielewa. Faida ya tatu, kuna uundaji wa ajira na maendeleo ya kiuchumi. Sekta ya sanaa na utamaduni inaweza kuleta ajira katika maeneo mbalimbali kama vile muziki, sinema, sanaa za maonyesho, mitindo, kubuni na kadhalika. Hii inaweza kuchochea uchumi kwa kuunda ajira moja kwa moja, wasanii, wanateknolojia, waandaji wa matukio na kadhalika, na ajira zisizo za moja kwa moja kama vile utalii, huduma na kadhalika. Mfano, kuandaa tamasha la sanaa au tamasha la muziki huvutia watalii, jambo ambalo linafaidi sekta za malazi, chakula na usafiri. Faida ya 4 ni elimu na uhamasishaji. Kazi za sanaa zina jukumu muhimu la elimu kwa kufundisha maadili ya kijamii, kihistoria na kimaadili. Zinatoa pia fursa ya kuhamasisha umma kuhusu masuala ya kijamii, kisiasa au kimazingira. Hapo nitatoa mfano, filamu inayozungumzia haki za binadamu au picha inayoshutumu dhuluma inaweza kuhamasisha wananchi kufikiri na kujadili maswali hayo. Faida ya 5 ni kuhamasisha mazungumzo ya tamaduni mbalimbali. Kwa kuonyesha kazi za sanaa zinazotoka katika tamaduni mbalimbali, kukuza sanaa kunahamasisha mazungumzo ya tamaduni. Hii inawasaidia watu kuelewa vyema desturi mbalimbali na kujenga uhusiano kati ya jamii za duniani kote. Mfano, maonyesho ya kimataifa au tamasha za muziki huruhusu kugundua na kusherehekea aina mbalimbali za sanaa na kujenga madaraja kati ya tamaduni. Faida ya 6 ni kuimarisha utalii wa kitamaduni. Kazi za sanaa huvutia watalii. Wageni wengi husafiri hasa
ili kugundua aina za sanaa za kipekee au kushiriki katika matukio ya kitamaduni kama vile tamasha, maonyesho au sherehe za kitamaduni. Mfano, maeneo kama vile makumbusho ya kitaifa, majumba ya sanaa na vituo vya sanaa vinakuwa maeneo maarufu ya utalii, jambo ambalo linaimarisha uchumi wa maeneo husika. Faida ya 7 ni kuthamini ubunifu na uvumbuzi. Kukuza kazi za sanaa kunahamasisha ubunifu na uvumbuzi katika jamii. Inatoa nafasi ambapo mawazo mapya na suluhisho za kipekee zinaweza kuibuka, jambo ambalo ni muhimu kwa maendeleo katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na teknolojia, kubuni na hata sayansi ya kijamii. Mfano, msanii anayevitumia vifaa vya kipekee au mbinu mpya anaweza kuchochea waumbaji wengine kufikiri kwa njia tofauti. Faida ya 8, umoja wa kijamii na kuimarisha uhusiano wa kijamii. Kazi za sanaa zinahamasisha mazungumzo kati ya tabaka mbalimbali za kijamii na makundi ya jamii. Zinatoa nafasi za kukutana na kujadili pamoja, jambo ambalo linajenga umoja kwa kijamii. Mfano, tamasha au maonyesho yanaweza kuwaleta watu kutoka mikoa mbalimbali na kuruhusu majadiliano yenye manufaa kuhusu mada zinazozungumziwa. Nilikuwa nimewaahidi kuwa nitawaletea faida 8 za kukuza kazi za kisanaa, ila kwa wewe ambaye umekuwa nami toka mwanzo hadi sasa hivi, acha basi nikutilie nyongeza ya mbinu ya 9 ya kukuza kazi za kisanaa, ambayo ni pamoja na ueneaji wa kimataifa na kidiplomasia ya kitamaduni. Kukuza kazi za sanaa kimataifa kunaruhusu kuonyesha nchi katika jukwaa la kimataifa. Hii inachangia mwangaza wa kitamaduni wa nchi na inaweza kuwa kama chombo cha uhusiano wa kidiplomasia na kibiashara. Mfano, filamu iliyotuzwa katika tamasha la kimataifa inaweza kuongeza si tu umaarufu wa nchi, lakini pia kujenga sifa ya nguvu za kitamaduni na ubunifu kwenye nchi husika. Kwa kumalizia, mpenzi mtazamaji na mdau wa chaneli hii, ningependa nikufahamishe kwa kifupi kwamba kukuza kazi za kisanaa ni njia muhimu kwa maendeleo ya kitamaduni, kijamii na kiuchumi ya nchi. Kwa kuwekeza katika sanaa na kuisaidia kikamilifu, nchi inaweza si tu kuhifadhi urithi wake, lakini pia kuhamasisha ubunifu, kuunda ajira na kuimarisha ushawishi wake kwenye jukwaa la kimataifa. Hadi hapa mpenzi mtazamaji na mdau wa channel hii, sina la ziada. Shukrani wewe uliyejiunga nami toka mwanzo hadi tamati. Matumaini yangu ni kwamba umefaidika mambo mengi kuhusu faida za kukuza kazi za kisanaa hapo nchini kwako, hata katika ngazi ya kimataifa. Mnasihi wako alikuwa ni mimi Jerome Hakizimana, unaweza kuniita Mtarambigwa. Ni kijana mchangamfu japo si mkamilifu, sina mwingi udhaifu, ningependa ni mtakatifu, ninaelekea kuwa maarufu, ila nikiwakosa nitakuwa kama vile mufu japo mimi ni mwaminifu. Natumaini kwamba pia sijawahi sema yasiyo na maana. Ninaamini kuwa hekima ndio nguzo ya maisha daima, na kama ilivyo kawaida, mimi kama Mtarambigwa bora niuliwe na uchovu kuliko kuliwa na uvivu, kwani mvumilivu najua hula mbivu, wakati wa vivu humonea wivu. Na washauri msitembee kwa ukakamavu, kwani hiyo ni tabia potovu isiyo akisi uelevu wala maendeleo endelevu. Ila nikiwaahidi hili lifuatalo, tukutane tena siku nyingine panapokuwa majaliwa katika video nyingine ya Nakukama, yani nasaha za kufanikiwa katika maisha. Na wapendeni sana, kwa herini ya kuonana.